Mimi nakuambia ukweli, mtu wa Mungu, kati ya maeneo yanaleta hasara kwenye maisha ni kuwaogopa watu. Nampenda sana mwandishi wa kitabu cha Methali 29:25. Biblia inasema hivi: kuwaogopa wanadamu unaleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Nimeona mambo mengi sana yakiharibika kwa sababu ya wanadamu kuwaogopa wanadamu wenzao, kwa sababu ya watu wa Mungu kuwahofia wanadamu, kwa sababu ya watu kuangalia watu huku hawafanye maisha yao. Yako mambo kwa mwanamke, kwa mwanaume, kwa kijana, kwa mtoto hayawezi kwenda kwa sababu ya kumwogopa mwanadamu. Na nimeona kwenye mitaa yetu, kwenye maisha yetu, watu wanawaogopa wanadamu, hawafanyi mambo yao ya maana, hawamwabudu Mungu wao, hawaombi eti kisa na mwogopa wanadamu. Sikiliza wewe mtu wa Mungu, wanadamu hawana wema, wanadamu hawana jema. Hata ukijitahidi vipi, hata ukijifanya wewe ni mwema, usaidie watu wote, sijui wabebe, hawabebeki. Na kuhakikishia mtu wa Mungu, hawabebeki. Ndio maana Biblia inasema tenda mema, usisubiri malipo wala usingoje ulipwe. Wewe tenda mema, achana nao. Kwa sababu gani? Hata ukijitahidi uvae vizuri, uwalishe, uwanyweshe, lakini bado watasema hajapatia mahali fulani, hapo amekosea, lakini bado watakosoa. Maana yake ni nini, mtu wa Mungu? Wanadamu hawana wema. Lakini chunguza vizuri maisha yako. Wewe hata ukijifanya uombe sana, watasema bado anajifanya yeye ni kimbelembele kwa mchungaji. Ukinyamaza kabisa, watasema mchungaji ameanguka kiroho huyu. Ukijifanya uende majani mara nyingi, watasema sasa huyu yeye ndio yuko mbinguni kabisa. Wanadamu hawana wema. Sikiliza mtu wa Mungu, mche Mungu, achana nao, usiwaogope. Wewe focus mambo yako ya maana, mwabudu Mungu katika uzuri na utakatifu, achana nao. Mimi namwambiaga mke wangu, wewe kula, funika nyama, yani matembele, ukipata mandizi changanya, wewe kula, shiba, nenepa mke wangu, nenepa. Siwajali hao watu, nenepa kabisa, yani nenepa, uwe bonge mrefu, sijui uwe na kitambi, wewe nenepa mke wangu. Kwa sababu ukivaa vizuri watasema anachezea hela, ukivaa vibaya watasema sasa hivi ni mchafu, ajitahidi. Sasa sikiliza nikwambie, kula kabisa, yani wewe nenepa mke wangu, nenepa neema wangu. Namwambiaga hivi, nguo zote vaa, yani wewe chagua nguo unazotaka vaa, zote vaa mke wangu, usiwajali wanadamu. Nimeona watu wakifa kiroho, wakiacha mambo ya maana, wakiacha imani, wakiacha kuabudu, wakiacha kusali kwa sababu ya kuogopa watu. Nawaambia watumishi wa Mungu, usiwaogope wanadamu, unalejisababishia mtego, unaingia kwenye tanzi ya adui kwa sababu ya kuogopa wao. Usiwaogope mtu wa Mungu, unajitegea mtego mwenyewe. Mimi siwaogopi mwenzako. Nimejifunza kukaa na Baba yangu, kukaa na Yesu, kumwabudu yeye, kumuomba yeye, kumwangalia yeye, sio kuogopa wanadamu. Nakwambia siwaogope wanadamu. Sasa hata ukijifanya mwema wa namna gani, bado watakosoa. Ukijifanya mzuri, bado watakosoa. Yani wanasubiri wewe ufe ili waanze kusifia mema yao. Sasa sikiliza nikwambie, usijiwaangalie wao, usijitahidi kuwabidiisha ili waone wema wako. Achana nao, wewe tenda mema, nenda zako, mwabudu Mungu aliye hai. Nakwambia.